Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wapenzi wafuatiliaji wa channel yetu pendwa ya Ustadh Shafi Online TV. Ama kwa hakika ni leo tena tupo katika vipindi na muendelezo wa vipindi vyetu ambavyo kwamba vinapatikana katika channel yetu hii. Tunakuomba uwe pamoja nasi kana kwamba hapo awali ulivyokuwa nasi, uweze kusubscribe na kushare, kulike na kucomment kwa yale ambayo yanapatikana katika channel hii. Kuanzia sasa tunakuomba uwe pamoja nasi kufuatilia mada ya leo. Na ni muendelezo vile vile tupo na shekhe wetu Maalim Ustadh Shafi akitueleza yale ambayo leo tutamtaka atujibie kwa maswali ambayo yamepatikana ndani ya masiku haya yaliyojitokeza katika mitandao. Sheikh Shafi, kuna ndugu yetu katika Adam ambaye kwamba alieleza yale ambayo kwa upande wake ameyaona kwa ushahidi, akatolea aya ya Qur'ani, lakini vile vile akapita kwa ufasiri wa mashekhe na wanachuoni mbalimbali ambao kwamba aliwatolea ushuhuda, lakini kubwa zaidi akizungumzia katika Qur'ani sura ya 2 aya 102 suratul Baqara, na akaisherehesha kwa tafsiri ya chini ile aya. Lakini kabla sijakuuliza swali lake, alitilia mkazo kwamba anawaomba Waislamu wamjibu katika hali ya upole na sio katika hali ya kujibizana matusi, na amesema kwamba hata waomba Wakristo waombe wajibu swali hilo katika hali ya upole na unyenyekevu, kwa sababu Wakristo wao wameumbwa katika hali ya unyenyekevu. Kwa hapa anawatoa Waislamu au anawaona Waislamu kwamba wao ni watu ambao wakujibu maswali kwa kupayuka bila unyenyekevu. Lakini swali lake kama nilivyosema linatokana na aya na sura ya 2 aya ya 102 suratul Baqara, na swali lake alikuwa akizungumzia, swali lake la kwanza alikuwa akisema kuna wachawi wa Kiislamu ambao wana elimu ya Kiislamu, wachawi wa Kiislamu wenye elimu za Kiislamu. Hilo swali lake la kwanza, ambalo kwamba katika aya hile akisherehesha itakuwa vizuri zaidi kama nikairudia ile tafasiri ambayo yeye ameisherehesha. Anasema Suleiman aliyetajwa hapa ni Nabii Suleiman. Mayahudi wanamuitakidi Nabii Suleiman kuwa ni mfalme aliyepata ufalme kwa uchawi, si mtume. Basi na hawa wachawi wa Kiislamu humnasibishia Nabii Suleimani hizo elimu zao za uchawi. Basi Mwenyezi Mungu anamkanushia haya, na aya hii yaonesha wazi kuwa uchawi ni mali ya ukafiri. Uchawi ni mali ya ukafiri. B, huwa mchawi hawezi kumdhuru mtu ila kwa idhini ya Mwenyezi Mungu, na C, huwa mchawi mwenyewe anadhurika kwa uchawi wake. Swali, aliuliza maswali mawili. Kwanza, kuna mchawi wa Kiislamu? Je, ataka kujua kuna mchawi au kuna wachawi wa Kiislamu? Lakini vile vile wachawi wa Kiislamu wenye elimu ya Kiislamu, yani hii elimu ya Kiislamu inawafaa vipi hao wachawi wa Kiislamu, inaingiliana vipi? Hilo ndo swali lake la kwanza, ambao pia nitakuuliza swali la pili. Karibu Sheikh Shafi katika kueleza habari hizi. Naponuku Qur'ani na maandishi ya wasomi wa Kiislamu, naomba unifahamishe, unipe unyenyekevu, na swali hili nitakalouliza naomba nijibiwe na Waislamu pamoja na Wakristo kwa upole, katika jina la Yesu Kristo nimeomba, amen, amen. Rafiki yangu mpendwa, dadangu, na swali kidogo hapa nauliza, na swali nitalijengea katika Qur'ani sura ile ya 2 aya yake ya 102. Na kisha kuna kitabu hiki cha mwandishi huyu. Kawaida yangu huwa nimesema huwa siwezi nikanunua tu kitabu nikakisoma hivyo bila kuwa na hakika kwamba mwandishi ni wa dhehebu gani na kimepingwa ama kinakubalika. Ni kitabu kidogo sana hiki hapa,
ingawa kamera inaweza kukuonyesha tofauti. Kinaitwa Tabu na Mateso ya Kuwatii Majini. Tabu na Mateso ya Kuwatii Majini. Mwandishi wa kitabu hiki anaitwa mwandishi ni Saidi Khamis Mukama kutoka Dar es Salaam. Chapa ya kwanza ilitoka mwaka 2006. Kwa miaka ya Kiislamu ikatoka mwaka wa 1427 Alhijiria. Na akasema haki zote zimehifadhiwa, hairuhusiwi kutoa kopi, maana yake ni kitabu chake. Na kwa nini nakitumia kunukuu yaliyomo? Kwamba ameandika vitabu vingi, kwa hivyo ni msomi. Ameandika huyo bwana Saidi Khamis, ameandika vitabu vingi, na wala ambao mnashughulika na kusoma mtakubali. Na sijawahi kupata shekhe yote wa kitabu ameandika kitabu kumpinga, na yeye ni katika wale ahli sunna wal jamaa. Kwa hivyo ni msomi. Usione kwamba ni kitabu kidogo, ameandika vitabu vingi, na sijapata kitabu cha kupinga vitabu vyake. Kwa hivyo nitakitumia kwa sababu ni ahli sunna wal jamaa. Nitanukuu maneno yaliyomo katika ukurasa wa 8. Lakini kabla ya hapo, kumbuka ile aya ya Qur'ani ambayo tutajenga hoja nayo tunayojua, lakini ni swali. Naomba kwa unyenyekevu mkubwa sana Waislamu mnijibu hili swali. Wakristo siwezi kuwaomba kwa unyenyekevu wanijibu swali, sababu tayari Wakristo roho zao ni nyenyekevu. Maanake hawawezi kumjibu mtu kwa kejeli. Biblia haijaturuhusu kabisa, tunajibu kwa upole na kwa hofu, na maneno yetu yanajaa munyu siku zote. Kwa hivyo Qur'ani ile ambayo ni sura ya 2 aya yake 102, ambayo sione kama kuna haja kuisoma, shaitaja. Wakafuata yale, acha nisome kichwa kidogo tu. Wakafuata yale waliyafuata mashetani, wakadai kuwa yalikuwa ni katika ufalme wa Nabii Suleimani. Hayo naijua, hakuna haja. Sasa nilichokusudia, kuna maneno mwenye kutafsiri Qur'ani Sheikh Al-Faris, msomi marhumu, alifariki, lakini ameacha Qur'ani ambayo inatumike na kubalika sana katika watu wanaotumia lugha ya Kiswahili, hususan Kenya na Tanzania. Ndio tunaitumia sana kwenye mihadhara. Ukitumia nyingine, kelele inaweza kazuka viwanjani. Ametafsiri aya, kipengele ambacho naomba ndio nitoe hapo swali langu ni kipengele hiki hapa. Kipengele katika hiyo tafsiri yake. Tatumia, samahani, nikipate vizuri nikisome kama kilivyoandikwa. Kisha tafadhali naomba Waislamu swali, ili ni swali tu. Baada ya kusoma ili ni swali, naweza nikajibiwa ndio ama sio. Na iko wapi? Nimekipata. Anasema swali natoka hapa kwa maneno ya msomi aliyetafsiri aya, na kwa kitabu cha Saidi Khamis. Tafsiri anasema Suleimani aliyetajwa hapa ni Nabii Suleimani. Mayahudi wanamuitakidi Nabii Suleimani kuwa ni mfalme aliyepata ufalme kwa uchawi, jambo ambalo sijui walitoa wapi, si mtume. Sasa point yangu, swali langu natoka kwa hiki kipengele, kimeandikwa na msomi mwenye kutafsiri Qur'ani. Kwa hivyo naomba jibu. Basi na hawa wachawi wa Kiislamu mnasibisha Nabii Suleimani hizo elimu zao za uchawi? Hapo ndio kuna swali. Mwandishi anatuambia basi hawa wachawi wa Kiislamu humnasibisha Nabii Suleimani hizo elimu zao za uchawi. Mwandishi anatupa kwamba kuna hawa wachawi wa Kiislamu ambao wana elimu ya uchawi. Yaani kuna hawa Waislamu wana elimu za uchawi. Kwa hivyo elimu zao za uchawi wanazinasibisha kwa Suleimani. Swali langu,
la kwanza katika kipengele hicho kabla sijasoma kile kitabu. Je, ni kweli mwandishi huyu alijua kwamba kuna hawa wachawi wa Kiislamu? Hicho kipengele cha kwanza. Kipengele cha pili, je, ni kweli wapo wachawi wa Kiislamu? Maana mwandishi ni Muislamu na ni msomi. Katika pekua zake hangeweza kuweka nukta kama hiyo bila kujua kama kuna waandishi wachawi wa Kiislamu. Anasema hawa wachawi wa Kiislamu, hawa wachawi wa Kiislamu tena wana elimu ya uchawi. Waandishi wa Kiislamu wana elimu ya uchawi. Je, ni kweli wapo wachawi wa Kiislamu? Kuna wachawi wa Kiislamu wenye elimu ya Kiislamu? Hii elimu ya Kiislamu wanaitumia aje? Sitakwenda huko, itakuja swali lingine. Nimeelewa. Alhamdulillahi rabbil alamin, thumma salatu wassalamu ala rasuli Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Thumma salatu wassalamu ala rasuli Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu wa Kiislamu, kwanza Sheikh Saidi nikwambie jambo, huku ni kushindwa. Ndio. Huku ni kushindwa, na mtu anaposhindwa kutoa makosa katika kitu chenye uhakika, anatafuta hoja ambazo haziingia akilini kwa watu wenye akili. Sawa. Labda mtu ambaye akili zake sio nzuri ndo unaweza ukamwambia hoja hizi akaziona hoja za maana. Lakini kwa mtu mwenye akili timamu, aliyesoma akawa na akili timamu, mwenye kufikiria, mwenye mawazo mazuri, akili yake inafanya kazi, huyo anauliza ni kitu cha kijinga, yani ni ujinga anaouliza. Sio kwamba elimu ambayo anaitoa ili watu wapate faida kupitia elimu hiyo. Sawa. Na hiyo yote ni kwa sababu ya chuki. Na hii chuki imempeleka kwa sababu kukosa mashiko ya kuweza labda kuikosoa Qur'ani, kumkosoa mtume, kumkosoa labda Mwenyezi Mungu. Kule kote ukishafika mahala akili yako imefika mwisho, basi unaweza ukazungumza ujinga wewe mwenyewe ukaona kwamba huu una maana hali ya kuwa ni ujinga. Sawa. Ndicho hicho anachofanya huyu bwana. Huyu bwana mimi niliona clip yake moja anayozungumza. Lakini kuna clip moja alizungumza lahni fil Qur'an, akasema makosa katika Qur'an. Hajui hata anachokisema. Lakini kwa sababu kelele za watu, nimeamua kumvalia njuga ili kuonyesha ule ujinga wake kwa kitu asichokijua. Sawa. Ametoa Qur'ani 2 aya 102. Isome Qur'ani yenyewe kwanza kabla ya tafsiri. Qur'ani 2 aya 102. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kwa tafsiri ya Kiswahili inasema wakafuata yale walioyafuata mashetani. Wakadai kuwa yalikuwa katika ufalme wa Nabii Suleiman, na Suleiman hakukufuru bali mashetani ndio waliokufuru, wakiwafundisha watu uchawi waliokuwa wakiujua wenyewe tangu zamani, na uchawi ulioteremshwa kwa malaika wawili, Harut na Marut, katika mji wa Babeli. Wala malaika hao hawakumfundisha yoyote mpaka wamwambie, hakika sisi ni mtihani wa kutazamwa kutii kwenu, basi usikufuru. Wakajifunza kwao ambayo kwa mambo na point hiyo. Wakafuata yale yaliyofuatwa wakati wa Nabii Suleiman yaliyoteremshwa na mashetani. Suleiman hakukufuru, lakini mashetani ndio yuallimuna nasa sihira, wakiwafundisha watu uchawi. Kumbe amali ya kichawi asili yake ilitokana na shetani kuwafundisha watu uchawi. Shetani kaupata wapi huo uchawi? Uchawi huo Mungu anasema ulioteremshwa na malaika wawili katika mji wa Haruta na Marut. Lakini malaika hao walipoteremsha ule uchawi, wanawafundisha uchawi na kuwaambia, hakika huu ni mtihani kwako, usifanyeje? Usikufuru. Nini maana mtihani?
wanamchallenge kwa maana kwa Sasa, kile Mungu kateremsha kitu ambacho kitu hiko ni mtihani kwetu. Tunapewa sisi ule mtihani, lakini tunaambiwa tusifanye kwa sababu huu ni mtihani. Ikiwa tutafanya, tutafeli ule mtihani. Ikiwa hatukofanya, tutafaulu ule mtihani. Umenipata vizuri kidogo? Naam. Unaweza ukajenga swali. Sasa kwa nini Mungu ateremsha uchawi? Kwa nini Mungu ateremsha uchawi kwa mtihani? Sasa Huyu atakuja kuuliza swali jingine. Sio, umeelewa? ndio. Kwa nini Mungu ateremshe uchawi? Anajua hiki kitu kibaya. Kwa nini ateremshe sasa? Sasa Mungu asipoteremsha kibaya na kizuri, tutakupima imani yako wewe. Umeelewa Kweli. au hujanielewa sasa hivi? Sawa sawa. Tutajuaje imani yako? Tutajua je imani yako. Mungu ateremsha vizuri tu. Ushanaelewaje? Naam. Umeelewaje? Ndio. Kwamba yani tutajuaje imani yako kama hatukutukutia kwenye mitihani ili utetereke kidogo? Je, kweli utamsahau Mungu au utakuwa pamoja na Mungu? Yaani kule Mungu asiweke mabaya, aeke mazuri tu, tuwe tunafanya mazuri tu. Dhambi ya nini sasa? Dhambi ya nini? Malaika wa kuandika Wa kazi gani? Moto wa nini? sawa sawa. Umenipata vizuri? Naam. Kwa hiyo Mungu kuteremsha vitu vibaya, kuumba vitu vibaya na vile vitu vizuri ni kukutia mtihani. Hiki kibaya usifanyaje? Sasa ngoja tusome andiko kidogo. Tunaweza tukafunuka akili kuliko hivi tunavyosoma. Hem, tusome Kumbukumbu la Taurati 30 mstari wa 15. Hem, tuwafundishe kwa mujibu wa Biblia, na mimi nitatamani uisome Sheikh Saidi hapa. Ndio. Ili tupate faida. 30 mstari, ili tujibu kwanza ili swali ambalo wao wanalisoma. Soma 30:15 Kumbukumbu la Taurati. Inasema angalia nimekuwekea leo mbele yako uzima na mema na mauti na mabaya. Natosha. Unaelewa nini? Allah. Kwa mujibu wa maandiko Wa Biblia. wa maandiko ya Biblia, Mungu kaweka uzima na mema, kisha kaweka mauti na mabaya. Yote yakaweka na Mungu. Kwa hiyo kama uchawi ya mali baya kaweka na Mungu. Shida nini? Sawa sawa. Sio, umeelewa sasa hivi nikizungumza hivyo? Sawa sawa. Sawa sawa. Kwa hiyo kuwekwa vitu vizuri na vibaya, Mungu anakupima wewe mtihani. Hiki usikifanye kibaya, hiki kifanye kizuri. Ukikifanya kibaya ndio utaandikiwa nini? Dhambi. Sasa kama hivi vibaya visingekuwepo, dhambi ingetoka wapi? Tungejuaje kama wewe mtiifu? Hata kanisani usingeenda kutubia sasa. Kuna nini unaenda kutubia wakati vitu vyote vimewekwa vizuri? Yaani imani yako tunaipimaje kama wewe ni mfataji wa maneno ya Mungu na unaacha kile ambacho Mungu hakitaki? Tungekupimaje wewe? Kwa sababu hakuna vibaya. Shazadi, unanisikia? Nakuelewa. Sasa watu Shazadi wanazungumza kwa sababu wameshindwa namna gani watafanya Qur'ani isiwe sawa, namna gani wataishawishi jamii Muhammad asiwe sawa, namna gani watamfanya Allah asiwe Mungu. Sasa wanatafuta vile vitu ambavyo havina mantiki tena vya kuzungumza. Tuko pamoja? Ndio. Ngoja tusome haya mwisho kwenye Biblia alafu turudi kwenye Qur'ani. Tusome Isaya 45 mstari wa 7. Isaya 45 mstari wa 7. Naomba tuisome hii alafu turudi katika pointi yetu. Soma hii bwana. Isaya 45 mstari wa 7 unasema mimi naiumba nuru. Mungu anaumba nini? Nuru katika Biblia. Endelea. Nuru. Na kulihuluku giza. Khulukun, khalaka, yakhluq, ukhluq, khaliqun, makhluqun, khuliqa.
Khuluqun ni kuumba. Anafanyaje Mungu? Na kulihuluku giza. Manake anaumba nini? Giza. Endelea. Mimi nafanya suluhu. Mungu anafanya suluhu. Endelea. Na kuhuluku nini? Ubaya. Manake? Kwa maana kuumba ubaya. Shida nini? Matusi tu. Mtu anatafuta hoja kwenye Uislamu, ile hoja haifahamu kwamba hata Biblia inazungumza hivyo vitu kwa sababu Mungu mmoja. Sasa tuko pamoja, tusiachane. Tupo pamoja. Tupo pamoja. Fungua akili yako uone hawa watu wanachotafuta katika Qur'ani hawawezi kufanikiwa. Mimi sio mzembe, Qur'ani iwe hivyo wanavyotaka wao, mimi nibaki kwenye Uislamu. Sijafikia uzembe huo. Mimi nafuata huu Uislamu na Qur'ani kwa sababu ndio njia sahihi kabisa, haina mpinzani. Haina mpinzani kabisa, wala sidanganya mtu. Kwa hiyo kama uchawi ni jambo baya, Mungu katika Biblia anasema anaumba ubaya. Ameweka mabaya na mema. Mema pale utakapofanya mema mazuri, na ubaya utakaenda kufanya ubaya lakini umeambiwa usiufanye. Kwani huu ni nini? Ni mtihani. Ukifanya utakupeleka wapi? Motoni. Sawa. Mbona hekima ya Mungu ilivyo? Naam. Naam. Mungu akasema lakini haudhuru isipokuwa kwa idhini ya nani? Unaweza ukajiuliza. Kwa hiyo Mungu ndo anatia saini mtu akidhurika? Kuja tusome Maombolezo 1:37. Tuwajibu kwa system hiyo, tunaweza tukafanikiwa Sheikh Saidi kuliko system yoyote tunayotaka kujibu. Kitabu cha Maombolezo 1 mstari wa 30 na Maombolezo 3, tusome Maombolezo 3:36 kama sijakosea. Nisome 37 Sheikh Said. Maombolezo 3:37 inasema, ni nani asemaye neno nalo likafanyika? Hapo tulia. Ni nani asemaye neno naye likafanyika? Ikiwa Bwana hakuliagiza. Ikiwa Bwana hakuliagiza. Endelea. Je, katika kinywa chake aliye juu hayatoki maovu na mema? Tosha. Wasemaje? Ndio. Kwa hiyo huwezi kufanya neno, lile neno haliwezi kufanyika mpaka Bwana alifanyeje? Awe ameliagiza. Mchawi anaporoga hawezi kurogeka kwa lile neno alilolisema isipokuwa Mungu awe ameliagiza. Tukana Qur'ani tu bila sababu za msingi. Na ile tunaweza tukasema ile kuliagiza neno kwa maana ya kwamba yule mchawi sasa anataka kumdhuru kiumbe. Sio kwamba tunaweza kwa akili sasa ya kufunuka sasa akili yangu kwamba ile Mungu kuliagiza litendeke lile, kwa maana kuliruhusu litendeke lile. Sio kwamba hakupendi. Ila ndo kile kipimo cha mtihani. Tutakujuaje? Sawa. Sasa wakati pale umepata ile mitihani ya maradhi ya uchawi utakuwa katika mstari gani? Shewa tukana tu Qur'ani wajui Kitabu hiki Qur'ani kimekamilika cha Saidi, sikudanganya mtu. Sawa. Twende kwenye hoja yake sasa. Je, Sheikh aliandika kwamba kuna wachawi wa Kiislamu kakosea? Hajakosea. Isipokuwa kuna Uislamu na Waislamu. Uislamu unakataza uchawi, ila wapo Waislamu wanafanya uchawi. Sawa. Wakifanya kwao uchawi, sio Uislamu ndio umeagiza kufanya? Hapana. Ila wao wenyewe ndio wanafanya nini? Uchawi. Sawa. Umeelewa zaidi? Hoja simple tu. Sawa. Au unaona ndefu hoja hiyo? Hapana. Ndio maana nakwambia akili zimefika mwisho za watu. Kwa hiyo Sheikh, kuna Uislamu na Waislamu. Uislamu ni dini ambayo Mungu kaiteremsha, ina sheria na hukumu na kila kitu ndani. Inataka wanadamu wafate Uislamu.
Lakini Waislamu wapo, Waislamu ni wanadamu. Sawa? Sasa wale Waislamu wanatakiwa waufate Uislamu, ila hawaufati Uislamu. Kwa hiyo kuna baadhi ya Waislamu kwa sababu hawaufati Uislamu wanaingia katika vitendo vya Sawa sawa. kichawi, kishirikina, ulevi, nini. Ndio tuhukumu Uislamu? Hapana. Hoja kitoto sasa. Hatuwezi kuhukumu Uislamu kwa sababu Muislamu kafanya jambo, Ila atahukumiwa Muislamu. atahukumiwa Muislamu kwa kitendo chake alichokifanya. Sasa ukiulizwa swali, eti kuna Waislamu wachawi, toto. Yaani ya maswali ya watoto ndo wanauliza ujinga kwa sababu ufahamu wao ni mdogo. Huwezi kuwa mtu na akili zako timamu, uliyetimia, unajitambua, alafu ukauliza upumbavu. Kwa mfano niulize hivi. Bwana, hawa mashoga au hawa maaskofu wa Kikristo wanaoruhusu ndoa ya jinsia moja. Kwa hiyo niulize, kwa hiyo hapo maaskofu wa Kikristo ni kweli wanaruhusu ndoa ya jinsia moja? Nenda kwa mtoto mdogo sasa. Ndio. Kwa kutumia ile neno Kristo. Kwani Ukristo unakubali ndoa ya jinsia moja kwa wao imani yao? Hapana. Hapana. Wale si wanafanya? Ndio. Kwa hiyo ndio Ukristo umesema hivyo? Hapana. Sasa ujinga huu. Sawa sawa. Yaani hii akili mbovu. Ndio maana hii kuishiwa ukishaishiwa mipango ya kuchafua kitu imeshindikana, unatafuta kitu ambacho hakina maana. Sawa sawa. Kuna Uislamu na kuna Waislamu. Uislamu unakataza vitendo fulani vya kishirikina vya kichawi, ila wapo baadhi ya Waislamu wanafanya vitendo vya nini? Vya kichawi. Hatuhukumu Uislamu. Huyu anahukumiwa yeye kwa matendo, ndio maana kuna moto na pepo. Kwa matendo haya huyu anaenda wapi? Motoni. Soma kile kipande cha chini. Uchawi ni amali ya Uchawi ni amali ya zao wachawi, kwa maana uchawi uchawi ni amali ya ukafiri. Inatosha? Sawa sawa. Haitoshelezi hiyo kujibu? Inatosheleza. Kwamba ukifanya uchawi umeingia kwenye nini? Ukafiri. Kafiri, na Uislamu wenyewe wote umekuvuka. Sawa sawa. Uislamu na Muislamu. Na Uislamu. Sawa sawa. Muislamu ukifanya makosa, ukafanya ushirikina, Uislamu ndio unakuhukumu wewe. Lakini wewe sio uharibu Uislamu. Sawa sawa. Kwa sababu wewe huna sheria juu ya Uislamu, ila sheria ila Uislamu una sheria juu yako wewe. Sawa sawa. Kwa hiyo akifanya jambo Muislamu la kikafiri, usiulete kwenye Uislamu wetu, muhukumu yule, tena Uislamu utamhukumu. Na ndio maana mtu akifanya uchawi, uchawi amali ya ukafiri. Ukifa aliyakuwa anafanya uchawi ni kafiri motoni. Na Uislamu ndio umekuhukumu hivyo. Ndio Uislamu umekuhukumu hivyo. Sasa unaulizia kuna wachawi kwani wa Kiislamu? Sasa nini? Unazungumza nini? Sawa sawa. Huku Saidi kuishiwa hoja. Ndio. Mtu akiishiwa hoja ndio anatafuta kitu ambacho mwenyewe anakiona kina maana, lakini hakina maana hata kidogo. Sawa sawa. Shida nini? Anataka kusema Uislamu ndio umeleta uchawi. Umeelewa? Yaani akili yake kwamba Uislamu, kwa sababu Waislamu wapo wanaofanya uchawi, kwa hiyo Uislamu ndio umeleta nini? Uchawi. Tuseme sasa maaskofu wanashughulikia ushoga, na sisi tuseme Ukristo na Biblia ndio unaleta nini? Ushoga. Wakati Biblia imekataa nini? Ushoga. Kwa hiyo huyu tumfananishe kwa sababu yeye kaleta ushoga, ndio chukua kitabu cha Biblia tuseme kinakubali nini? Ili akili matope. Sasa kama Uislamu ndio umeleta uchawi, twende na akili yake. Akili yake maana yake Waislamu sio wanafanya uchawi? Naam. Kwa hiyo Uislamu ndio unafundisha nini? Uchawi. Na zile elimu zao zile, kasema elimu za Kiislamu, sio hivyo? Kwa hiyo ukisikia elimu za Kiislamu, maana yake anakusudia Qur'ani, sio? Ndio inafundisha nini? Uchawi. Twende kwa akili zake Saidi. Hii ndio anasema inafundisha uchawi? Ndio. Twende sasa Matendo 13:6. Saidi, naomba uisome wewe hii ili upate mafunzo mazuri sana, uje kuwa mwalimu mzuri baadaye huko inshallah. Inshallah. Matendo 13 mstari wa 6. Soma.
Matendo 13 mstari wa 6 inasema walipokwisha kupita katikati ya kisiwa. Walipokwisha kupita. Walipokwisha kupita katikati ya kisiwa chote mpaka Pafo. Wakaona mtu mmoja mchawi, nabii wa uongo, Myahudi, jina lake Bar Yesu. Kuna cha kujifunza. Qur'ani ndo anasema wao wachawi wa Kiislamu, Qur'ani ndo imeleta uchawi. Tuiweke pembeni Qur'ani. Uchawi upo hapo? Upo. Kwenye nini? Biblia. Biblia na Qur'ani kitabu gani kimekuja mwanzo? Qur'ani. Hapana. Biblia na Qur'ani kitabu gani kilichokuja mwanzo? Sawa ndio Biblia. Biblia. Naam. Sababu imekuja wakati wa Qur'ani, imekuja wakati wa mwisho bwana. Ndio, sawa. Sasa kama hiki hakikuwepo kwenye Biblia, tunaambiwa uchawi upo. Walijifunza kwa nani? Bar Yesu. Sawa, huyu Bar Yesu kajifunza kwa nani? Wakati Qur'ani haipo. Sawa. Tuwaulize wao. Ndio. Na hii ndio imeleta uchawi wanasema? Ni kweli. Haujaelewa cha Saidi? Hapo sasa nishakuelewa. Ulivyoniambia pale Qur'ani na nini? Nilikuwa na kwa maana ya maandiko tulikuwa tunasoma. Lakini kwa utelemshwaji wa kitabu kipi cha kwanza kutelemka? Kwa maana Biblia ndio ya kwanza, Qur'ani ikafuata. Je, wao wanatuambia kwamba Qur'ani ndio imeleta nini? Uchawi. Sasa wakati Qur'ani haijateremka, huko tunaona uchawi upo. Walijifunza na Qur'ani haipo. Na Waislamu hawapo. No. Kweli. Haujaelewa cha Saidi. Hapo nimekuelewa. Umeelewa. Kama Qur'ani haijaja na uchawi. Lakini Biblia ipo ndani yake. Kwa maana Biblia tuseme sasa imeshuka na huo uchawi. Sivyo? Wao wanasema Qur'ani ndio imekuja na uchawi. Sawa. Qur'ani hii ndio anasema imekuja na uchawi. Kwa hiyo kama Qur'ani imekuja na uchawi, hakutakiwi kitabu chengine chochote kitaje nini? Uchawi. Kwa sababu uchawi umekuja na Qur'ani. Sasa wakati Qur'ani haipo, kuna kitabu kinaitwa Biblia. Kinaonekana kuna uchawi. Walijifunza wapi na Qur'ani haipo kama wao wanasema Qur'ani ndio imeleta uchawi? Sawa. Umeelewa cha Saidi? Nimekuelewa. Kwa kigezo. Biblia ndio ya kwanza kushushwa. Asante sana. Kushinda Qur'ani. Wakati Qur'ani haipo, tunaonyeshwa katika Biblia kuna uchawi. Walijifunza wapi? Tunasema hiki ndio kimeleta uchawi. Sawa. Umeelewa cha Saidi? Hapo ndo nimekuelewa sasa. Sana. Kama hujaelewa cha Saidi sema. Hapo nimekuelewa sana. Labda unieleweshe kwa faida ya wafuatiliaji. Tusome kwanza hiyo. Ndio. Matendo 8:9. Matendo 8:9 inasema na mtu mmoja jina lake Simoni hapo kwanza alikuwa akifanya uchawi katika mji ule. Kwa hiyo tuseme madhali kwenye Biblia, tuulize, je, katika Biblia kuna mtu akifanya uchawi? Kweli sio kweli? Ndio nini? Sitakuwa na mimi mtoto mdogo sasa, akili zangu fupi. Sawa. Biblia Sheikh Saidi inatujulisha kwamba uchawi ulikuwepo katika zama hizo. Sawa. Wao wanasema Qur'ani ndio imeleta nini? Uchawi. Kwa hiyo kwa akili yao kwamba uchawi usingekuwepo duniani kama Qur'ani isingeleta uchawi. Kwa hiyo kuja kwa Qur'ani kwa maneno yao ndiyo uchawi ukaja wapi? Duniani. Swali la msingi, hii kabla haijaja ambayo alikuja nayo Bwana Mtume Muhammad mnamo mwaka 611 AD, karne ya 7 ndiyo imekuja hii Qur'ani. Lakini kabla ya kuja Qur'ani kuna kitabu nyuma kilichokuja. Kitabu cha Musa, cha Ibrahimu, cha Yesu, cha Daudi. Kabla Qur'ani haijaja, hivi vitabu vya nyuma vinaonekana vinazungumzia nini? Uchawi. Sasa wanasemaje Qur'ani imekuja na uchawi? Kumbe kabla Qur'ani kuja uchawi upo na ulishatajwa kwenye maandiko. Na watu walikuwa wanaufanya. Qur'ani haipo, walijifunzia wapi hawa sasa?
Sasa utoto tu Sheikh Said. Ni kweli. Unasema Ni kweli. umeelewa vizuri kabisa. Hapo sasa nimekuelewa. Sana. Nimekuelewa tena sana. Sana. Na si mimi tu, hata wale ambao wana wasiwasi katika hoja hiyo. Nimekuelewa sana. 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 Kama hujaelewa uliza Sheikh Said. Sana. Nimekuelewa sana. Labda nivuke kwenda kwenye swali jingine. Ili umetosheka? Ili nimetosheka. Sana. Sana. Kuna Uislamu na Waislamu. Waislamu wapo wanaofanya matendo mabaya, lakini sio Uislamu ndio umeagiza. Kwa hiyo inawezekana ukamwona Muislamu mchawi, lakini sio kwamba Uislamu ndio umeagiza afanye nini? Uchawi. Kwanza kwenye Biblia kina Bari Yesu ni wachawi, lakini sio kwamba Biblia ndio imeagiza wafanye nini? Uchawi. Shida nini? Sawa sawa. Umenielewa? Ndio. Ndio. Wapo Waislamu wanao majina ya Kiislamu lakini walevi. Uislamu ndio umeruhusu ulevi? Hapana. Wapo Waislamu wana majina ya Kiislamu wazinzi. Uislamu ndio umeruhusu uzinzi? Hapana. Wapo Waislamu wenye majina ya Kiislamu washirikina. Uislamu ndio umeruhusu ushirikina? Hapana. Hapana. Emsoma 8:2 Qur'an. Fungua 8:2 Qur'an. 8:2 Qur'ani. Huko unaenda mbali sana. Hiyo sura ngapi? Sura 9. Haya, fungua ya 8 sasa. 8:2 Qur'an, mwanzo wa sura kabisa. Hiyo sura ngapi? Ya 7. Haya, fungua 8:2 Qur'an. Fungua 8:2 Qur'an. 8:2 Qur'an. Haya. 8:2 Qur'ani inasema. Ndio. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Ndio. Bismillahir rahmanir rahim. Ndio. Hakika wanaoamini kweli ni wale ambao anapotajwa Mwenyezi Mungu nyoyo zao hujaa hofu. Tenda tafsiri yake sasa tupate raha. Ndio. Hapa zinatajwa baadhi ya sifa za Waislamu wa kweli. Asante. Usikia maneno hayo? Hapo zinatajwa baadhi ya sifa za Waislamu wa kweli. Asiyekuwa nazo basi anajigamba tu. Asiyekuwa nazo anajigamba tu, mimi Muislamu. Na kujigamba hakuna maana. Endelea. Ilipowadia kutaka kwenda kukabiliana kwa vita, hapana. Hii ni sharhi ya 5 aya ya 5 hii. Hiyo 8:2 imemalizika. Naam, imemalizika. Rudia tena hiyo 8:2. Kwa sharhi sasa. Kwa sharhi. Narudia tena. Hapa zinatajwa baadhi ya sifa za Waislamu wa kweli. Baadhi ya sifa za Waislamu wa kweli. Asiyekuwa nazo hizo basi anajigamba tu. Na kujigamba hakuna nini? Hakuna maana. Haya, rudi hapa sifa zenyewe uzijue sasa. Hakika wanaoamini kweli ni wale ambao anapotajwa Mwenyezi Mungu nyoyo zao hujaa hofu. Endelea. Na wanaposomewa aya zake huwazidishia imani. Endelea. Na wakamtegemea Mola wao tu basi. Ndio. Hawana kuamini mizimu. Hawaamini mizimu wao. Wala pango. Wala mapango wao. Wala shetani. Wala makaburi. Wala mengineyo. Ya kishirikina, ya kichawi. Kwa hiyo hapo chini zinatajwa sifa baadhi za Waislamu. Asiyekuwa nazo anajigamba tu, mimi Muislamu. Na kujigamba hakuna maana. Sheikh Said kula ni raha sana. Au unasema eti? Naam. Naam, hii imemaliza kabisa. Ndio Qur'ani. Hii imemaliza kabisa. Imemaliza kabisa. Qur'ani Sheikh Said safi sana Qur'an. Haya, kuna jingine? Kwa kuwa katika aya hii sasa. Kwa kuwa yeye alitarajia kujibiwa kwa upole na kwa unyenyekevu. Na hisi kwanza amepata. Sijaona lugha mbaya. Ni maandiko kwa maandiko. Ukimwona mtu anatukana na Sheikh Said hana uhakika na anachokisema. Sisi tuna uhakika na Qur'ani. Ndio. Siku zote Sheikh Said nasema hakuna swali katika Qur'ani utakaloleta sisi tutakatushinda. Sasa mpaka unaleta maswali ya kitoto kama haya, manake umeshaishiwa tayari. Sawa sawa. Ili swali la kitoto mimi nasema. Sawa sawa. Mimi siwezi kuwa na akili zangu nikauliza vitu vya kitoto kama hivi. Sawa sawa. Yaani swali la kitoto zaidi la kitoto. Kwamba huyo mtu katafuta hana hoja ndo anaingia hivyo. Sisi tumeelewana katika kipengele hichi na kwa faida ya watu wote. Na maana kuwa tumeelewana. Lakini tuje swali lake la mwisho. Ndio. Nimeeleweka? Ni mwandishi. Itakuwa bora zaidi Waislamu baada ya kutukana, maana mimi sijasema msitukane.
baada ya kututukana, kutuzomea, mtoe majibu. Maana kutukana ni sunna. Ama no. Muislamu kutukana sio sunna, ni faradhi, ni jambo la lazima. Kwa hivyo kwanza mtukane, mkejeri, lakini baada ya matusi, kejeri, kisha mtupe jawabu kwamba ndio wapo wachawi wa Kiislamu ama hawapo. Kama wapo, ina maana huyo shekhe kakosea. Sasa mtuelezee hapo, tusibaki katika giza. Maana nyinyi mnasema mnajua Qur'ani, mnajua maulama wenu, basi tumewasukumia swali. Kama kwa Wakristo wanaweza wakatoa jibu, je, kweli wapo hawa Waislamu wachawi wa Kiislamu na elimu wanayo ya uchawi? Haya, kitabu nakisoma sasa kila Menukuu cha Saidi Khamis. Kichwa kinasema pale napotaka kusoma ukurasa wa 8. Kwa nini, kichwa cha kitabu, kwa nini shetani humtaka mtu kusilimu? Huyo Khamisi, Saidi Khamisi Mkama, anasema katika kichwa cha somo hili, kwa nini shetani humtaka mtu kusilimu? Maanake shetani anamtaka mtu asilimu. Si maneno yangu haya, wala si kitabu cha kuokotwa, kinauzwa madukani. Maana ukisema cha kuokotwa, basi wale Waislamu wanaokiuza madukani nao watakuwa ni wanauza vitabu vya kuokotwa, lakini kinauzwa madukani, tena maduka ya Kiislamu. Kwa hivyo ukisikia Muislamu sema kwamba ni cha kuokotwa, basi elimu yake ndio ya kuokotwa. Yani ukisikia Muislamu utasema hiki ni cha kuokotwa, ndio vipo vya kuokotwa, lakini hiki hatukuokota, kinauzwa madukani. Kwa hivyo ukisikia Muislamu sema cha kuokotwa, elimu yake ndio ya kuokotwa. Ndio. Sasa nasema kichwa umekielewa, kwa nini shetani umtaka mtu kusilimu? Jambo hili huchanganya sana akili za watu. Ni kweli. Eweje shetani wa kijini amtakie mwanadamu kheri wakati hana lengo ila ni kumpoteza tu? Ebu tuangalie jambo hili. Jambo hili mashetani hufanya kampeni ili waonekane wanafaa. Kwa maana hiyo humlazimisha mtu kusilimu, hatimaye humkabidhi uganga, naye hupoteza watu wengi kwa kuwatibu kishirikina. Jamani, si maneno yangu, niyarudie vizuri. Kwa nini shetani humtaka mtu kusilimu? Jambo hili huchanganya sana akili za watu. Eweje shetani wa kijini amtakie mwanadamu kheri wakati hana lengo ila ni kumpoteza tu? Hebu tuangalie jambo hili. Mashetani hufanya kampeni ili waonekane wanafaa. Kwa maana hiyo humlazimisha mtu kusilimu, hatimaye humkabidhi uganga, naye hupoteza watu wengi kwa kuwatibu kishirikina. Kuwapigia ramli. B, huagiza njiwa aliyefiwa na mkwewe. C, fimbo ya kipofu. D, kuoga dawa makaburini. E, kutupa vitu njiani, njia panda. F, matambiko na kadhalika. Huyo ni shekhe anatuambia mashetani wa kijini wanafanya kampeni kubwa ya kuwafanya watu kusilimu, na wakisha silimu wanawakabidhi uganga. Swali la pili. Swali la kwanza nimeeleweka. Swali la pili, huyo shekhe aliandika hayo maneno, je, kakosea? Swali lake la mwisho lilikuwa fupi tu, akihoji kwa nini shetani anataka mtu asilimu. Yani kule shetani kumlaghai mtu. Kwa nini shetani anataka mtu asilimu? Kwa nini? Aliuliza kwa nini anataka asilimu, alafu shetani yani huwa anamfanya mtu kusilimu, alafu baada yake anamfanya kwamba awe mganga. Ndio, awe mganga. Sawa, akasujua akapasue njia panda. Sasa hili nalo, kwa nini? Hili nalo sio. Kwa nini Saidi sio swali?
Ndio. Leo tunapata tabu na shetani. Tunapata tabu na shetani? Hapa. Shetani ni kiumbe ambacho anafanya kazi ya kutaka kukupoteza wewe kwa njia yoyote. Shetani yupo hivi. Sawa sawa. Anaweza akakufanyia chochote ukajiona kwamba mtu mwema huyu ananifanyia, lakini sawa, lengo lake sawa, kukupoteza katika ile njia iliyo. Sawa sawa. Ndio shetani alivyo. Ngoja nisome kitu kitatupa mwanga ukiendea kile ambacho tunakihitaji tukijue Sheikh Said. Sawa sawa. Yaani kuna kitu kinaitwa hadaa. Ndio. Sijui umenielewa? Kinaitwa Hadaa. Hadaa manake ni kumhadaa mtu ama kumdanganya mtu, alafu ukataka ufanikiwe kile ambacho wewe unachokitaka kifanyike. Ndio tunaita nini Sheikh Said hiyo? Tunaita hadaa. Lakini ngoja tuisome katika kitabu cha Mathayo. Ngoja tusome katika kitabu cha Mathayo 23:15. Hebu isome. Alafu kuna kitu tutajifunza vizuri. Sawa. Mathayo 23:15 inasema, ole wenu waandishi na Mafarisayo, ndio wanafiki, kwa kuwa mnazunguka katika bahari na nchi kavu, ili kumfanya mtu mmoja kuwa mwongofu. Ndio. Na akiisha kufanyika, mnamfanya kuwa mwana wa jehanamu. Mara ngapi? Mara 2 zaidi kuliko ninyi wenyewe. Maneno mazito haya, kama utakuwa umeyaelewa. Wanafiki na Mafarisayo wanamtafuta mtu, alafu wanajifanya yule mtu wanamuongoa. Kumbe wakati wanamuongoa ndo wanamfanya mtu wa jahannam mara 200 zaidi ya wao. Ndio ule mfano wa shetani. Anakufanya kama wewe, anakuingiza katika wema, lakini kumbe anafanyaje? Anakuangamiza. Anakuangamiza. Ndo hawa watu waliotajwa. Sasa Anajifanya kama anakuongoa hivi, ili mradi kuongoka kwako wewe ujione umeongoka. Inafika mahala nyuma unapoteza gurudumu la watu. Ndo kuna watu leo wanaingiwa na mashetani, anajitangaza yeye mtume. sawa sawa. Nyuma anafuatwa na watu. Maskini na Mungu, shetani kafanikiwa kumpoteza yeye mpaka watu wa. Umeelewa? Ndio maneno ya kama hayo aliyosema kwenye kitabu. Sawa sawa. Kwamba shetani huwa anajifanya kama anataka kukusilimisha ya hapo, si kukutoa kwenye dini kukuleta kwenye Uislamu. Yaani kukusilimisha ukakubaliana na yale ambayo unayotaka, akijionyesha kama yeye mwema. Ndio maana mtu anapandisha shetani. Mimi shetani wangu ananiagiza kuswali. Huyu anaswali, unaona shetani anavyomtia hada? Ndio. Mimi namuhimiza kuswali, tuna shida gani? Kumbe anataka amtumie katika mambo yake ili awapoteze watu. Ndio desturi ya shetani. Ndio maana katika kule katika Timotheo wa kwanza 2:14 shetani alifanikiwa kumdanganya Adam na Hawa, akawaambia mti huu mkila hamtafanyaje? Hamtakufa. Sasa alikuwa anawadanganya? Ndio. Si ndio lengo lake kuwadanganya? Mnamuona kama mwema lakini sio mwema. Ndio shetani alivyo. Anaweza akakufanyia jambo kaisi hili jambo la maana, kumbe ana mipango yake. Mfano yule sahaba wa Mtume kipofu alipokuwa anakwenda msikitini, akatumbukia kwenye shimo la maji machafu. Akarudi akatumbukia tena mara 3, akabebwa juu. Akapoona unaenda wapi sasa hizi? Kama hata nikaswali msikitini nyuma ya bwana Mtume Muhammad. Akachukuliwa akatiliwa mpaka msikitini, akaambiwa basi mimi naondoka. Wewe nani? Kamba shakusaidia inatosha. Wewe bwana nitajie nani? Kama nikikutajia atakuwa mwingine. Wewe nitajie. Shetani akamwambia mimi ibilisi. Akamwambia wewe sio ibilisi. Ibilisi unifanyisha mimi wewe msikitini? Akamwambia nimefanya vile mimi na maana yangu wewe mpumbavu. Vipi? Mimi pale nawachelewesha watu msikitini, umekuja wewe umetumbukia kwenye shimo la maji machafu. Nikaona wewe nishakupata. Uliporudi nyumbani Mungu alikusamehe dhambi zako zote. Mimi naniuma. Mara pili ulipotumbukia tena ukabadilisha nguo, Mungu alisamehe ndugu zako wote kwa kitendo kile. Hii mara 3 ungetupungia, Mungu angesamehe kijiji kizima. Kaona hapana. Wewe nenda, wengine ni baki. Ndio hila za shetani. Lakini twende na akili zake. Akitaka shetani amtupie kwetu, sasa tuseme na akili zake zilivyo. Maana kwa mujibu wa kitabu hiko, kwa tafsiri yake kwamba shetani anatutupia sisi, kwamba Waislamu na wao wana mashetani kitu kimoja. Sasa sisi tunampa shetani ni mwalimu wa Kristo.
Ngoja tusome Timotheo wa kwanza 1:20. Tuende vile vile anavyotaka yeye kwa akili zake, kwa sababu nilichomsoma kwamba hajui kinachoendelea. Timotheo wa kwanza 1:20. Timotheo wa kwanza 1:20. Isome wewe Sheikh Saidi ili tu Paulo anasemaje. Timotheo 1:20 unasema, ndio, katika hao wamo Himenayo na Iskanda, ambao nimempa shetani watu hao ili wafundishwe wasimtukane Mungu. Umeelewa? Nifungue kidogo. Paulo anachukua wanafunzi anampelekea shetani wafundishwe wasimtukane Mungu. Kwa hiyo kwa mujibu wa Biblia, shetani ni mwalimu ambaye anawafundisha katika Himenayo na Iskanda ili wasimtukane nani? Mungu. Inawezekana? Haiwezekani. Ndio Biblia sasa. Sisi shetani kuinda shaitana lakum adu mubin. Shetani sisi kwetu sisi ni adui kwenye Uislamu. Kwa hiyo anatufanyia hila mbali kutupoteza na Mwenyezi Mungu. Lakini hawa wanachukuliwa. Hao wanachukuliwa na kupelekea mwalimu afundishe. Mimi naenda na akili zake kwa sababu ana anachokijua anachokisema. Lakini Yohana 6:70 Yesu alimwambia, "Yesu kuwachagua nyinyi 12 na mmoja wenu ni shetani." Lakini huyu shetani mwenyewe kwa hadaa zake alifika mahala alitaka kumpoteza mpaka Yesu. Ndio kazi ya shetani. Some Mathayo 4:1. Tusome Mathayo tuhitimisha hapa. Ndiyo. Na Mathayo 4:1. Mathayo 4:1 unasema, kisha Yesu alipandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi. Mbona kazi ya Ibilisi ya shetani? Endelea. Akafunga siku 40 mchana na usiku. Mwisho akaona njaa. Ndio. Mjaribu akamjia akamwambia. Nani huyo sasa anakuja? Mjaribu kwa maana shetani. Shetani sasa. Akamjia akamwambia, ukiwa ndiye mwana wa Mungu, amuru kwamba mawe haya yawe mikate. Endelea. Naye akajibu akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Endelea. Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mji mtakatifu. Anachukuliwa nani hapo? Yaani Ibilisi akamchukua Yesu. Nini maana kumchukua? Tayari kashakuwa na mlaghai sasa. Kumchukua manake mpaka unaambia huyu akamchukua mpaka manake nini? Kamtoa pale alipo, kambeba manake kambeba akamchukua mpaka huko kisha Ibilisi akamchukua mpaka mji mtakatifu. Akamweka juu ya kinara cha hekalu. Ndio. Akamwambia, ukiwa ndiye mwana wa Mungu, jitupe chini, kwa maana imeandikwa, atakuagizia malaika zake na mikononi mwao watachukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Anafanyaje sasa hapo? Anajifanyia mwema sasa, anamdanganya. Yaani anamwambia kabisa. Anamtia na maneno kabisa, imeandikwa malaika atafanyaje? Mikononi mwao atachukua, usije. Yaani tena anamtahadharisha, usije ukashuka na miguu yako utajikwaa. Yesu akamwambia, tena imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu. Anaondoka nayo. Bado hajatosheka ile safari ya kwanza. Shawishi unaendelea. Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu mno. Akamwonyesha milki zote za ulimwengu na fahari yake. Akamwambia, haya yote nitakupa ukianguka unisujudia. Mbona maneno haya? Endelea. Yesu akasemaje? Ndipo Yesu alipomwambia, nenda zako shetani. Nini? Kwa maana imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Unasemaje sasa? Unasikia raha. Shetani alikutana naye. Yesu alikutana na shetani. Kambeba malezi 2. Anataka tu amshawishi, anajifanya yeye mwema. Kidondoka hapa malaika Mungu atakuletea, lakini angalia usifanyeje. Aina anamtia, ndio shetani kazi yake, anataka akupotoshe, lakini akijikusudia kwamba yeye ni mwema. Sawa. Haujaelewa sasa? Nimekuelewa sana. Nimekuelewa sana. Na ndio maana hata kwa mujibu wa maandiko hata mwisho
nikipitia ile safari ya shetani mwisho kabisa ya hukumu, hatuwaambia wale watu kwamba dini yenu ndio ila atawaambia kwamba nafsi zenu nyinyi wenyewe. Ningetamani kwa sababu litakuja swala la mwisho. Kwa nini shetani anataka watu wasilimu? Lakini sasa huyu litakuja kama ulivyosema lile swala la mwisho, atakuja kuuliza tena. Nataka Shashafi ili asiulize tena. Kwa nini shetani anataka watu wasilimu? Alafu kwa nini Yesu alilaghaiwa na shetani mpaka ikafika hatua Yesu akamkataa? Mwisho shetani atatukataa sisi watu ambao sisi ile siku ya kiyama itakapofika, si ataekewa kiti chake Mungu. Ndio. Alafu watu wataanza kumwambia maneno kibao. Wewe umetufanyia hivi. Utawaambia mlikuwa mnaniona mimi? Mlikuwa mnaniona? Msinilaumu bali laumu nafsi zenu. Zilaumuni nafsi zenu. Mimi nimekuwa Mungu amekuahidini ukweli na mimi nikuahidini uongo mkakubali. Basi leo msinilaumu mimi, laumuni nafsi zenu. Mimi sikuwazidi nguvu isipokuwa nilikulinganieni. Ndio pale kulingania. Anajifanya yeye mtu mwema, anakutengenezea mlinganio, siji wewe utakuwa hivi, utakumbe ana shida ya kukupoteza kama alivyofanywa Bwana Yesu. Na ukishakubali tu mwisho wake anakukataa. Ndio shetani. Zaidi umenielewa? Sana. Sana. Shukuru Mungu. Sana. Naomba Waislamu mishe Saidi. Elimu hii. Ndio. Shukuru, nimeomba sana Waislamu wajenge, kuna sehemu kule wajenge vyumba vitatu. Turithisha elimu. Ndio. Elimu turithishe ya hoja, ili kizazi chetu kisije kikapotea. Sawa. Mimi natamani watu wote wawe wahadhiri, wawe wanajua hoja hizi. Sawa. Na mimi nipo nimejitolea kusomesha hizi. Nimesoma na nimejitolea sasa hivi. Unajua mimi historia yangu nimesoma sana kwa Said Juma Kinyogoli, nimesoma sana. Ndio. Na ndio mtu ambaye baada ya kutoka kwa Kesindimbo alininyosha vizuri sana. Yule Said Juma Kinyogoli. Ndio. Naam. Nilifuatana naye, kuna vitu vingi sana aliniongezea, vingi sana. Mpaka sasa hivi sasa wewe ndo unaonekana unashambuliwa sana kuliko yeye. Sasa mimi si ndo bado napambana. Ndio. Na imefika hatua Wakristo wanaamini kwamba wakifanikiwa kukudondosha wewe, maana wewe ndo unaonekana sasa unajibizana nao kwa dhahiri hata kwa hivi kwenye media. Wana imani hivyo Wakristo. Wakikudondosha wewe, wananipigia simu. Wengi katika simu yangu unakutana na matusi mengi. Ndio. Wananitukana, wanafanyaje? Wewe umjui Yesu. Matusi nakutana nayo. Lakini mimi nawaambia ndio kazi yetu ya kulingania hii. Na tuchukue nafasi hii Sheikh Shafi, kwa kuwa Waislamu wenyewe wanadiriki kutuma hizi clip kwa njia WhatsApp, aidha kukutumia wewe na sisi ambao kwamba tunafikisha hizi taarifa kwako. Kama wanakuwa wanaungulika nafsi zao kwa kukutumia wewe, mimi nawashangaa kwa nini wanashindwa kusapoti, ilhali wao mpaka wanapiga simu wanasema Sheikh Shafi hili usiliache hivi tunakuomba ulijibu, wakiamini kwamba wewe ni mtetezi. Wapo wahadhiri wengi, wapo mashehe wengi, lakini wanaamini kwako wewe ndio kutapatikana ufasaha wa watu kuwajibu. Na niwaambie kwamba hii kazi tushirikiane kuifanya. Ndio. Tendeana, dini wa amilatun, dini ni kutendeana. Ndio. Hawa atafanya hiki, hawa atafanya. Sawa. Si huwa mimi nawaomba sana support hii ya vifaa. Ndio. Ya kufanyia kazi vile. Lakini ifike mahala watutazame. Kama mahala mtu kama mimi nikishaona kwamba sielewi Sheikh Said, nitafuta niendeshe bodaboda. Ndio. Ili maisha yaende. Nakumbuka kuna siku uliwahi kusema mnataka nichemshe misafu. Ni ile ndio mnataka hivyo. Kwa hiyo sasa niwaambie wale Waislamu wasupport hizi kazi. Ndio. Ninapenda sana kufundisha. Napenda sana sasa hivi kufundisha. Kwa hiyo ipo sehemu watu wajenge vyumba viwili vitatu ili tufungue darasa, watu watakuwa mikoani wasome. Ndio jambo la msingi la kufanya. Kwa hiyo Sheikh Said, waambie Waislamu wasupport kazi. Sawa. Sheikh Shafi anahusia kwamba yeye amesomeshwa kusomesha. Na yupo tayari kusomesha. Ila anasomesha wapi? Watu sehemu ipo, kujenga bado, watu wanatokeza yoyote yule mwenye nafasi ya uwezo wa kuleta vifaa, kwa maana tofari ama nini, ama fedha, au akataka kufika aone eneo, yupo karibu, wawasiliana na Sheikh Shafi kwa namba zake ambazo kwamba zitapita hapo chini. Yupo tayari Sheikh Shafi, anataka watu kuwafundisha mhadhiri ni nani, anatakiwa aweje, kazi yake nini katika jamii. Na yupo tayari
umri unaenda, tunamuona shekhe wetu miaka mingi sasa, tunaweza kukadiria zaidi ya miaka 20 upo kwenye kazi hii lakini hauwezi kudumu milele. Nani anarithi baada yako? Kwa hiyo Sheikh Shafii yupo tayari kuwarithisha na yupo tayari kukaa na vijana ambao kwamba nao pia watakuwa tayari. Lakini utayari huu unatokana wapi? Pale ambapo itaandaliwa sehemu nzuri ya kupata elimu hii. Ulikuwa nami leo ndugu yako katika imani Said Abdallah Said, nikikuletea habari hizi mwanzo mpaka mwisho, na imani nafsi yako imerahika na umeondoka katika wasiwasi mkubwa sana kwa yale ambayo yalikuwa hoja zimeletwa katika meza yetu leo. Tunakuomba uweze kusubscribe na uweze kuwa pamoja na sisi katika hali tofauti tofauti, zile za kimichango kwa maana fedha na vifaa kama kwamba shekhe alivyosema, lakini vile vile usiwasahau hawa hadhiri, ndio wanaotetea